MTV Online. Jina langu ni Thompson Unjibata Ngalwa nikiwa hapa Uvira, na hali ya hewa ikiwa safi sana pembeni ya ziwa Tanganyika, ila matatizo ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vita hivyo vyahitaji suluhisho la haraka kwa manufaa ya wananchi. Leo ni tarehe 25 Septemba 2025. Karibu katika matangazo ya MTV. Taarifa zetu zaanzia mjini Uvira ambako kumeripotiwa mapigano kwa mara nyingine kati ya wazalendo na makundi ya Twirwaneho wanaoungwa mkono na M23. Mapigano yanayoshuhudiwa kwenye milima mirefu ya Uvira, sehemu inayoitwa Kikos, ambako mapigano hayo yakiongozwa na Kamanda Kuruninga kwa upande wa wazalendo. Na njiani mwa simu hapa nampokea Generali Kuruninga Venas. Habari za kwako? Sisi habari kwetu si nzuri, kufuatana na hali ya vita ni hivyo. Kwa sasa tunazungumza nao ukiwa wapi? Kwa sasa tunapatikana milima mirefu plateau, sehemu inaitwa Kikosi. Kikosi. Inapatikana mtarafa gani, territoire gani? Hapa inapatikana territoire ya Uvira, milima ya Uvira. Ni kama muda gani wa kutembea kutokea Uvira barabarani hadi kwenye mlima huo? Toka Uvira na hapa ni masaa matatu kwa sisi wanajeshi. Mwendo wanajeshi kabisa, sisi ni masaa matatu kwa nyaga hapa Kikozi ambao kwa mituko. Naam, hebu tueleze, tumesikia kwamba huko mumekwaruzana na Twirwaneho. Taarifa zikoje za mapigano haya? Habari ya mapigano ilipokuwa leo asubuhi, sisi kuamuka tunaota moto, tukaona directement tuingilia kwenye moto, na njogisi tukaanza tuangana. Baadaye ya hapo na njogisi adui tunamjogeza mbele na sisi tunakamata tule eneo ambayo ilikuwa tunakamata. Yaani adui iko mbele na sisi tuko tunaangalia na adui ndogo. Katika kijiji hicho cha Kikosi. Hapa Kikozi. Wananchi? Hapa Kikozi wananchi wako chini yetu na sisi tuko juu ya wananchi. Sasa mnapopigana hivyo hamjahasiri wananchi hawapatwi na risasi hizo? Naona hapa kuko kabisa karibuni kilometre viwili ndio risasi hawezi kawajongelee kwa haraka. Lazima baada ya zikosagi, lakini tunaona kwa ngambo ya wananchi wangali salama kwenye tunawafungia njia. Unajua kama adui hawezi akatupite na sisi hapo kwenye tuko. Ni akina nani mnaopigana nao? Tunaona tunapambana na hawa Bumino, naona lazima kuna Twirwaneho kwa pamoja na Redi Tabara. Kwa hiyo juu tuliogota mwili mmoja wao, hatujui sasa makabila kujua kama ni nani wao, watu wote wanafanana kwa jumla. Muda mfupi uliopita tumefanya mazungumzo na Bwana Kuruninga. Tukitoka Uvira tunaelekea huko Beni, Kivu Kaskazini, ambako wakulima na wakahazi wanaotaabishwa na mauaji ya mara kwa mara huko Beni waomba serikali kuu ya Kinshasa kutafuta suluhisho kuhusu mzozo ulieko kati ya mbuga na wakahazi wa Beni. Mzozo huo unahudumu kwa muda mrefu hivi sasa. Taarifa zaidi naye Saranzadi akiwa Goma. Wakulima wilayani Beni waomba wakuu viongozi na walinzi wa mbuga la Virunga kufikishwa mahakamani kwa kukiuka haki na msingi ya haki za binadamu, hasa wakulima ambao hushambuliwa na wapiganaji wa ADF. Wameshangazwa vile kushambuliwa na walinda mbuga wa Virunga wilayani Beni karibu na Nyaleke. Tagarde park walikuya msaka kwenda kwa mashamba. Sasa tuko nakuya tunakuta basha alerte wengine wenjetu wakulima. Tukasema hivi sasa wenye ingia mashamba tubakie kwa tupime fast hivi. Sasa tulibakilia pale wakatambia hapa banikala pa parking nje betu mnaona iko ba mingi. Palikia gari za mingi washingia kule mashamba. Tukabakia pale kwa barabara tukasema sasa tutabakia hapa tutapata solution aetu. Mbona watu wametuonea? Ba chef wetu bina tupigania bakubwa biko na shurulika juu jambo. Tufanye nini? Aba batatoka pa kudunga banapandia Beni. Tunasema kuonesha hasira yetu tuwakishe moto.
mubarabara. Basipite jua nasema sisi tusingie mashamba nao basipitie muvile. Tukawasha moto. Tukakuwa na matumaini kuwasha moto, bakubwa batasikia, batakuya, batatukutana pale. Joni nashukuru sana kukuya ya bakubwa. Ila mzigo yenye bena babebesha tu, basichoki, batufuatilie juu tunateseka sana. Tunaishi juu ya chakula kutoka mshamba. Na hizi shamba ndio tunachunga vile ya Beni. Fazi yote ni vita. Senye na unakuwa tena vita ukatakata hivi machakula, hatujisikie bie. Andukanye baongozi, muendelee kutuangalia sana, tunateseka. Tunasumbuliwa mkila kitu njia zote. Wakazi wameomba wakuu wa Buga la Virunga kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa uharibifu wa mimea ya wakazi na kushambulia wakazi wanaoteseka ambao wahitaji msaada zaidi. Nikaona bagade parke banakuya pita na niko napalia kumaharagi yangu pale. Wakapitia kule hivi. Kidogo kidogo mimi naona tena banarudia hivi, mimi nasema hii maneno inaharibika. Ndio mimi najongea, mimi najikimbilia yangu kule kupori, bali bagia biko na katakata na niko kule kupori. Tunaomba tu na hamu tu ya liberte. Mashamba basi tunateseka sana. Kuna bezuri ya kulima. Hatuna bezuri nyingine kitu. Tupate usalama ndani ya mashamba na tulime. Ona tulisi wanatuharibishia katika mimea yetu. Wanani walikatakata mimea? Ni wa Eco Garden ndio wanakata mimea. Buga la Virunga limefanya hivyo likisema eneo limevamiwa na wakazi japo ni sehemu za wanyamapori ambao limegeuka kuwa shamba kwa wakulima. Viongozi wa kijadi wakishindwa kuelewa hatua ya INSS eneo la Beni. En fait, il y a eu une présence des éco-gardes qui sont venus détruire méchamment les plantes des agriculteurs. Et nous avons été surpris parce que nous tous, nous sommes saisis que le gouverneur a institué une commission ad hoc pour pouvoir essayer d'analyser les réclamations des deux parties en conflit, les chefs coutumiers et la communauté riveraine, et aussi l'ICSN. Nous sommes ensemble dans ces processus. Nous avons été réunis autour du gouverneur avec la commission. On a fait des descentes. On vient à peine de finir. D'ailleurs, c'était la semaine passée. On a clôturé avec les descentes. On était ensemble avec eux. Nous sommes franchement surpris de voir comment ils peuvent mener des actions pareilles. Et pourtant, dans toutes les réunions, on était en train de nous dire que non, nous allons finaliser d'abord les descentes. Après les descentes, il y aura une réunion de restitution des différents rapports, après quoi il y aura maintenant des pistes de solutions par rapport à ces conflits qui viennent de perdurer. Parce que la vision du gouverneur était que le premier centenaire qui vient de finir, c'était en conflit. Le deuxième centenaire, que ça soit paisible et promouvoir la conservation communautaire. Mais actuellement, tel que nous sommes en train de voir sur terrain, c'est-à-dire les éco-gardes bafouent même les processus dans lesquels nous étions. Serikali mjini Beni imeomba wakuu wa Buga kuwa watulivu, kwani kwa sasa eneo hilo kuna wakazi ambao wamepitia hali mbaya ya vita na mauaji na sio halali walinda Buga kuanza kuwashambulia. Louise Sengon Karawa ni naibu gavana wa Kivu Kaskazini upande wa serikali ya Kinshasa. Voilà, nous sommes surpris quand même que tout n'a pas été respecté. Ils sont allés vite en besogne. Et c'est ce que nous regrettons. D'urgence, qu'est-ce qui sera fait juste pour pallier à cette situation? D'urgence, dès demain déjà il y a une réunion de concertation avec toutes les parties afin d'apaiser la situation et surtout que la population se sente aussi en sécurité parce que nous sommes là pour cette population. Tout ce que je peux dire à la population, c'est que d'ailleurs l'urgence à laquelle nous sommes venus ici, c'est pour manifester notre compassion et notre solidarité avec eux compte tenu de cette situation qui vient de se passer et que nous allons faire de notre mieux pour qu'ils se sentent à l'aise sur leur terre. Wakazi wa Beni wamekuwa wakiomba mzozo kati ya wakulima na walinda mbuga eneo la Beni kutatuliwa kwa haraka kwani umedumu muda mrefu bila suluhisho.
Saranzadi, MTV1 Online. Tukitoka Beni tunaelekea huko Kinshasa ambako bado mjadala waendelea kuhusu nani atakaye kuwa spika wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Vital Kamerhe kujiuzulu kufuatia muandamo dhidi yake. Wakazi wa mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishutumu wabunge kujali maslahi yao kuliko kujali na kusikiliza mateso ya raia wa mashariki mwa taifa hili. Tukitoka huko tuelekee huko Nyiragongo ambako kiongozi wa eneo hilo Mheshimiwa Kabasha ahonya wanaume kuwachapa wake zao. Taarifa zaidi naye Dr. Binatambwe Mukandirwa. Kiongozi wa wilaya Nyiragongo Mheshimiwa Emmanuel Kabasha ametoa tahadhari kwa mwanaume yeyote atakayejaribu kumchapa mkewe. Amesema hayo wakati wa mazungumzo na wakazi wa eneo lake katika kata la Kasenyi wilayani Nyiragongo. So unajua kwa serikali iliyokuweko wamama walinyanyasiwa, haki zao hazikuheshimiwa, hususan kwa mambo ya urithi. Unakutana mtoto, mama, binti, msika, wakati wazazi wanafariki, wakati ya kugabula mali walikuwa wakiunyanyaswa, wanaimwa. Sasa kwa sasa hakuna mtoto kiana, hakuna mtoto musika. Kama kuna kuwa un bien commun ya familia ya kupartager, ni sherti wagabulane kama vile watoto wa hiyo familia bila kuona jinsia wa sex ama wa vitu gani. Umesema kwamba yule atapiga mwanamke, mtamfanya nini? Ataadhibiwa na sheria. So hatukuja hapa kupanda kuchunga watu ambao wanagombana. Sheria itafanya kazi yake, polisi itamchukua. Kisha sheria kuna vipengele ambavyo vinapana malipizo kwa yule ambaye anafanya kosa kama hilo. Lakini haone kwamba wanawake nao vile wataonea wanaume. No, sikusema wataonea namna gani. Na mwanamke hivyo akipiga mume wake ataadhibiwa. Kuna hapa tuko Afrika, kuna mwenendo wa kujenga unyumba, lakini sherti haki za kila mmoja katika unyumba ziheshimiwe. Kabasha amesema hata hivyo wamepata kikosi kipya kitakachohusika na usalama kinachoitwa local defense. Hawa vijana ambao tumeonyesha wanaia ni wa local defense. Local defense inamaanisha usalama vijijini kwao, watatumikia makwao. Wamepewa mafunzo, watakuwa napiga doria kila usiku, mchana, wakisaidiana na polisi na pia jeshi. Sasa utofauti kati ya local defense, polisi na jeshi ni nini? So local defense inatumika sana na wa chef de base. So wa chef de base wanakuwa hapo, ni security en permanence mahali hapo. Wakati kunakuwa tatizo yote ndio wanaita polisi inakuja inawachukua, kwa sababu hao hawana waopeshi. Wakiwa na shida mtu anakuja kuwastakia, wanamchukua hapo, wanamfikishia polisi, polisi ndio inafuatilia utaratibu wa sheria gisi inafanyika. Wengine wao ndio wanajua mabandia ambao walikuwepo. So tumewatrain ili wasitusaidie sisi, wasaidie polisi yetu, wasaidie jeshi kutuonyesha hiyo nafasi yoyote ambayo adui akingali akifichama ama bandia hawa wakukuja iba usiku. So wakiwaonesha kazi ya polisi inapatikana na jeshi inakuja mbio kwa kufanya intervention. Mbona wanabeba silaha? Najua watabaki hapa ama wataenda vile moja na sehemu nyingine? So tunajua ni kila groupement. Nyiragongo imeleta hesabu, sitaki kuisema kwa media. Lakini kila groupement moja, Rusayo, Kibati, Buvira, Kibumba, Buhumba ilileta watu wao. Wote wamemaliza training. Baada ya kumaliza walikuwa deploy nafasi ambako walitokea. So Munigi kama mtu local defense alitokea Kiyevu, watatumikia Kiyevu. Kama alitokea Murambi, wanatumika kwa ma-village ambazo walitokea ndani. Tukisalia kwake Binitambwe ni kwamba wana mapinduzi wa AFC M23 waendelea na hamasa na katika eneo mbalimbali kuhusu sababu yao ya kupigana. Wana mapinduzi waendelea kuhamasisha wakazi katika maeneo mbalimbali ikiwemo Nyiragongo. Juvenal Ntimie ni kiongozi wa timu leader. Tumetembelea Nyiragongo sababu AFC M23 iko na politiki ya proximite, kutembelea wakaaji, kujua probleme zao, kuongea nao na kuleta masuluhisho kwa wakaaji. Ndio maana tutembelea Nyiragongo kusudi tusikie shida zao na tuongee nao kuhusu maendeleo, usalama na kuita wajene wahimiza wajiunge kwenye jeshi ya AFC M23. Umesema kwamba mmekuwa wakimbizi na hamtaki kuwa wakimbizi tena. Unamaanisha nini? Ni kusema serikali ya Kongo
ya Chilombo ilifanya kwa jinsi watoto wa Kongo wakimbie waende kuwa wakimbizi mwinchi jirani, lakini kwa hiyo tukakamata kusudio, tukasema turudie nchi ya kwetu, tukarudi tukafika hapa Goma ni kwetu. Ndio maana tumeambia watu kama hatuwezi rudia tena kuukimbizi kwa sababu ya uongozi mbaya. Tuko hapa, tuko kwetu na hatutaenda fasi. Wakazi wa Nyiragongo wakiomba kuhamasisha makanisa kuchangia amani, umoja na usalama, huku vijana wakiendelea kujiunga na jeshi la RCM 23. Sisi wakaaji hatuna umoja wa kuaminiana. Kila mtu anajiamini yeye mwenyewe. Na wakati anachukia mwenzake anaenda mchongea kwa wakubwa, anasema huyu ni mtu mbaya, wanambeba. Ile neno mimi inanikera, naomba viongozi watutie muimani moja. Tuombe Mungu wetu kwa umoja tukiaminiana. Kama hatuna upendo kwa Mungu muumbaji, na sisi wenyewe hatutajenga nchi. Na ile njo swali ambayo mimi nauliza sasa. Kwa nini hamugusie neno ya imani? Kila mmoja anaomba Mungu kivyake, mwingine kivyake, mwingine kivyake, na ni hapa ubaguzi unakuwa ndani ya nchi yetu. Swali yangu ni shangilia sana kwa swali la mama. Mjini Goma wakianza shughuli za kutengeneza barabara hasa eneo zilizoharibiwa. Desore Ngabo Kisuba ni naibu meya wa mji wa Goma upande wa M23. Sawa vile unaona huko kwa ujenzi wa barabara zetu za Goma zilikuwa zimeharibika sana, na sisi kama meri ya Goma tuliweza leta malalamiko kwa wakuu viongozi na wamejibu. Tulimwambia liwali Bahati Musanga Erasto kama barabara za Goma zina shida, shimu zimekuwa mingi za kujaa, simu zimejaa ndani ya mji, na akatuahidi kama atafanya yake yote iwezekanavyo ili aweze kuboresha mabarabara. Imeonekana Goma hakuna mabarabara nyingi na zingine ambazo zilikuwa zimeharibika, na tayari amejibu. Sababu mnaona wameanza kutengeneza hizi ambazo zimeharibika, na alituahidi kwamba zingine ambazo hazijajengwa nazo atazijenga. Goma yote itatengenezwa. Unaona chama chetu ni chama cha mabadiliko. Tulikuja kujenga, tulikuja kubadilisha ile ambayo ilikuwa haiendeke. Sababu umeona tena barabara Walikale Masisi nayo inajengwa, na zote za Goma nasema tuprometre kama atazijenga. Gabo amesema hawataondoka eneo wanalolidhibiti japo hotuba kwenye baraza la Umoja wa Mataifa. Ni hayo kwa siku ya leo ambayo tumekuandalieni kutoka hapa MTV Online. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine hapo baadaye. Mimi ni Thompson Unji Batangalwa William kutoka mjini Uvira, pembezoni mwa ziwa Tanganyika, jirani na mji wa Bujumbura nchini Burundi, nikisema kwaheri.